wa pili wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah ameiagiza Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo kuongeza juhudi ya kuwapatia wakulima elimu ya kilimo cha kisasa ili kuongeza uzalishaji wa kuifanya Zanzibar kujitosheleza kwa chakula. Akiwa katika ziara ya kukagua mashamba ya mipunga ya Cheju, Mheshimiwa Hemed amesema ni muhimu kuwekeza katika kilimo cha biashara chenye tija badala ya kilimo cha kujikimu. Amesisitiza kuwa matumizi ya teknolojia ya mbinu za kisasa itasaidia Zanzibar kupunguza utegemezi wa kuagiza mchele kutoka nje. Pia amewahimiza wakulima na wafugaji kutumia fursa ya uwekezaji na kuzingatia mahitaji ya soko, hususan sekta ya utalii, huku akiwataka vijana kujikita katika kilimo kama njia ya kujiajiri na kujikwamua kiuchumi. Kwa kweli zamani tulikuwa tunalima kwa mkono kila kitu, tunavuna kwa mikono na kipato wenyewe kilikuwa ni kidogo sana. Leo nimefarijika kuona kwanza hii hatua ambayo na mimi nimepata nafasi ya kutumia mashine kwenye uvunaji. Lakini nimeambiwa hatua karibu zote kutoka mwanzo mpaka mwisho kuna utaalamu wa kimashine ambao unasaidia kwa wakulima wetu. Na taarifa mlionipa ya kuongezeka kwa mazao, kwa maana ya mtu alikuwa analima robo eka anapata polo 10, sasa hivi imekuja mpaka polo 22, au anapata chini ya polo 10 kwa robo eka, lakini sasa hivi tumefika mpaka polo 22. Kwa hiyo hii ni hatua nzuri, alhamdulillah, tunashukuru, lakini tunapaswa tuifanye sasa kwa maeneo yote, maana hili ni eneo maalum ambalo tumeliweka kwa ajili ya kilimo hichi cha umwagiliaji. Kazi kubwa imefanyika hapa, tunao wafadhili wetu wametusaidia. Bahati njema mimi nilikuwa napata muda mrefu wa kuja wakati ule mwanzo niliona matayarisho haya, lakini mavuno yana tofauti kulingana na muda uliopita. Sasa maelekezo yangu kwenu, tuwape elimu wananchi, waelewe kwanza. Manake wananchi, wakulima wetu bado wana ukulima ule wa kizamani, na waelewe kwa sababu uwekezaji kwenye eneo hili, wawekezaji wapo, wanaweza kuja kuwekeza wakalima kisasa, na wananchi wetu pia wakafaidika zaidi. Maana wana hofu kwamba labda akija mwekezaji wao watakuwa hawalimi tena. Mwekezaji atakuwa yuko tayari, atalima kwa mashirikiano yao, lakini kile kitakachopatikana pia watauza kwa yule mwekezaji, kwa maana ya soko litakuwa lipo. Sasa nadhani kitu muhimu sana kwenye eneo hili ni taaluma. Tuendelee kuwapa taaluma wa wakulima wetu ili wafahamu umuhimu wa uwekezaji kwenye kilimo. Hapo wenzetu tu Tanzania bara, Mheshimiwa Waziri, nyewe mashahidi, wenzetu wanalima vizuri sana. Wanalima kwa mwaka wanalima mara 2 na inawezekana hata mara 3, nategemea na staili ambayo wataitumia. Sisi bado tunalima kwa mwaka mara 1. Najua kwa sababu ya upatikanaji wa maji, lakini naamini tunaweza kulifanyia kazi jambo hili, na kwa utaalamu wa ofisi yako Mheshimiwa Waziri, na sisi tukafika hatua hiyo ambayo wenzetu wamefika. Kwa upande wake, Waziri wa Kilimo Mheshimiwa Suleiman Masudi Makame amesema matumizi ya teknolojia yameongeza uzalishaji wa mpunga kutoka vipolo 10 hadi zaidi ya vipolo 22 ya robo hekta. Na eneo kama hili lilikuwa likiweza kulima pengine miezi 2-3, siku hizi linatayarishwa siku moja, linapandwa siku moja, linavunwa siku moja. Kwa hiyo ni maendeleo makubwa. Lakini kabla ya hapo, mtu ambaye alikuwa akimiliki eka moja katika eneo hili alikuwa akiweza kupata vipolo 10, vipolo 8, 7 kulingana na hali ilivyokuwa. Lakini baada ya kuja kwa mradi huu, mtu ambaye anamiliki robo eka anaweza kufikia hadi vipolo 22 katika mwaka huu, Mheshimiwa Makamu. Kwa hiyo kutoka eka moja na vipolo 10, lakini robo eka sasa hivi wako ambao wameweza kufika vipolo 22. Kwa hiyo ni hatua kubwa na maendeleo makubwa. Mheshimiwa Makamu, karibu sana katika bonde hili ili uweze kutuaidhi, kutuelekeza, na sisi wizara tuko tayari kwa ajili ya kupokea maelekezo yako. Katika ziara hiyo, Mheshimiwa Hemed pia alikagua Mtule Farm,
hifadhi ya taifa ya Jozani, ghuba ya Chwaka, mashamba ya Vijibwe-Mtu Bambi, Mtwango pamoja na mradi wa Sea-Farm Kibonde Mzungu, ambapo alisisitiza ukusanyaji wa mapato kwa mfumo wa kielektroniki na kuimarishwa kwa huduma za uhifadhi ili kuongeza mchango wa sekta hiyo katika uchumi wa Zanzibar. La kwanza, ishu ya mapato. Naelekeza sana ishu ya mapato yote sasa ifanywe kwenye mfumo. Tusipokee pesa hivi tumetoka huko. Nadhani hii itawezesha sana kuweza kukusanya vizuri, lakini ile transparency itakuwepo na hakutakuwa na shida wala hakutakuwa na masuala mengi juu ya jambo hilo. Lakini la pili, huduma ambazo wanaendelea kuzipata wageni wetu. Wanaokuja hapa wanatarajia kitu wapate hapa. Naamini wanapata, ndio maana wanakuja. Na kwa hali hii ambayo mmenieleza wataalamu, naamini wataridhika na huduma ambazo wanazipata. Lakini lazima tujifunze kwa wenzetu kwenye misitu ama hifadhi hizi ambazo zinaambatana na zinafanana kama hizi duniani, ili tuone vitu gani vinakuwa vivutio kwa watalii wetu, mambo gani wanayapenda, ili na sisi tuyaboreshe, ili hatimaye tuweze kupata wageni wengi ambao wataweza kututembelea kwenye eneo hili. Eneo hili ni muhimu na tunapaswa tuendelee kulitunza, na mimi nakiri kwamba serikali kuna haja kubwa sana ya kuwekeza zaidi kwenye maeneo haya. Lakini bahati njema sana kwenye uwekezaji kama huu, wala serikali haina haja ya kutoa fedha. Wawekezaji wapo ambao tunashirikiana nao kupitia private sector, hizo wataweza kufanya wao. Sisi kwetu sisi ni kusimamia tu ile misingi, sheria na taratibu ambazo zina guide misitu hii, kwa sababu hadhi yake ni ya kimataifa. Kwa hiyo hatuwezi kufanya locally sana, lazima tuendane na standard na vigenzo ambavyo vinakubalika kimataifa. Nikiripoti ni Hadija Ali wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.